الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya tumesoma ni nambari 17 katika sura Al-Mujadala, ambapo ni mtiririko wa aya tulizosomea katika darasa iliyopita. Kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema a'adda Allahu lahum 'adhaban shadida, Allah amewaandalia hao adhabu nzito. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, hakika ya wao yamekuwa mabaya mno yale waliokuwa wakiyafanya. Ittakhadhu aymanahum juhna, walivifanya viapo vyao walikinga. Fasaddu an sabilillah, na wakawazuia watu kufuata njia ya Allah. Falahum adhabun muhin, wana wao adhabu yenye kufedhehesha na kudhalilisha. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'an, haitowasaidia chochote mali zao wala watoto wao kwa Allah tabaraka wa taala, haitowasaidia. Vitu viwili hivi katika dunia vina nafasi kubwa katika kusaidia mtu duniani. Wakiwa amefungika na mambo matatizo, aweza kutumia mali yake ikamtatulia matatizo aliyokuwa nayo, au kama hana mali ana watoto, basi anatumia watoto wake matatizo yake yamtatulie. Lakini akhera, Allah tabaraka wa taala viwili hivi pamoja na nafasi kubwa ya kusaidia katika ulimwengu akhera, kwa msaada asikehukumiwa kuingia katika adhabu ya Allah. Hata kama duniani alikuwa na pesa na mali kiasi gani, la tughni anhum amwaluhum, mali zao hazitawasaidia. Kama amehukumiwa na Allah adhabu, hata akiwa na watoto wengi, la tughni anhum auladuhum, watoto wao hawatawasaidia min Allahi, kwa kinga na adhabu ya Allah, shay'an, kwa chochote. Imekuja baraka shay'an fi siyaqi nafi, la tughni anhum shay'an min al-awladi wal-amwali min Allahi tabaraka wa taala, hawatasaidika na chochote katika mali zao na watoto wao, kuwakinga na kuwakomboa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mali watoto si lolote, si chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa mtu atakuwa amehukumiwa. Wala tadfa'uhum anhum shay'an,
adhabi la yoyote alikuhakika wao na adhabu ya Allah. Kwa mtu akatoa mali zake ili asalimike, mtu akatoa baadhi ya mtu wake ili asalimike, hakuna. Uwe na watoto hata 50, huwezi kusema kwamba Allah subhanahu anakuamini ili nisalimike na adhabu yako. Haipo. Ukiwa na mali huwezi kumwambia Allah, ni kweli nimekukosea, nichukua mali zangu hizi ili salimike na adhabu. Kwa hiyo kuelekea nini tunachokutetea mwanadamu mbele ya Allah? Kwa sababu vitu hivi ndio nguzo kuu ya na mwili mkuu wa mwanadamu hapa duniani. Mwanadamu wengi hapa duniani ima ataingia mali zake, kwamba wewe bwana wa mkufi utakupiga makofi alafu utakulipa faini polisi. Wao wakusakulia aweza kukupiga kosa lake yeye njiani, lakini atateremka kwenye kipando chake akupiga kibao. Tunaona watu mmoja alipiga alafu akaenda kwa kijiji na damu sana, piga kibao akundeshime wao wao wanataka kunia na kosa lake yeye, wallahi kosa lake yeye njiani, lakini aona kwa sababu anajipesa pesa au anachezea wewe sio kukosa gari yake yeye ni maskini, ataenda kwenye gari yake kupiga kibao alafu kufikia sio kitani wanaenda katika kupaseka pesa zikiingia kwa mkoso kwa dalili zinakuwa zina mitihani mikubwa, vurugu kwenye jamii. Haki ya mzee lakini atajionyesha yeye na watoto nao hivyo. Duniani hapa kuna watu wake 6 7 barabara kushakuza, akwambia ndio nyumbani na kwa kama wewe unaweza kukutia mpolisi sasa hivi kuonyesha. Na kweli kwa sababu nyinyi sio kwa dalili ya kupigia simu nayo wale utashana kama kweli kama jibu. Na kwa kweli kwa dalili. Kwa hiyo wao wanaingia viwili bali, lakini Allah tabaraka wa taala yeye hahitaji hivyo. Wewe ulipokuwa kwa Allah ili kusamehe wako kwa kanisa. La tughni ankum amwalukum wala auladukum min Allah shay'a, ulaika ashabun nar wa hum hum fiha khalidun na hum tabaki ile. Allah kuhifadhi na yauma yab'athuhum Allahu jami'an, kasiku Allah atakapowakusanya wote hao, wayahlifuna lahu, ndipo atakapomwambia yeye kama yahlifuna lahu, kama walivyowaambia nyinyi hapa duniani. Wanafiki na makafiri siku zote walikuwa wakiapa kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa wanafiki wakisema wallahi rabbina ma kunna mushrikin, kwa hapa kwa jina la Allah sisi hatukuwa washirikina. Watamwambia Allah akhera, watu waovu wakakwenda hapa kwa Allah siku ya kiyama, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi kwa hapa kwa jina la Mola mlezi sisi hatukuwa duniani washirikina. Watazungumza urongo, wataapa kwa urongo mbele ya Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa matendo yote Allah ameyadhibiti na wao kwa urongo. Kwa hiyo Allah anasema yauma yab'athuhum Allahu jami'an, siku ambayo atawakusanya wao wote, wanafiki, washirikina, makafiri, wayahlifuna lahu, na watamwambia yeye Allah kwamba wallahi rabbina ma kunna mushrikin, sisi hatukuwa washirikina duniani. Kama yahlifuna lahu, kama ambao wanawaambia nyinyi duniani kwamba sisi ni ndugu zenu, sisi sio watu waovu. Walikuwa kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafiki kuonyesha kwamba na wao ni katika watu
wema Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo yote hilo walikuwa wakiambia hapa duniani na bila watakapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yamkuthibu yawm fayahlifuna lillahi ta'ala kama yamlikuna lakum al-yawm fi dunya kadiban annahum muslimun. Walikuwa wakiapa kwa Uislamu hali ya kuasi Uislamu. ويحسبون أنهم على شيء أو إذا يقام الله وكجوا يجاب الحق وقوا ونذنيا وكجوا يجاب الحق والباطية لكن سيجاب الحق ونبيا الرونغ فيحلفون لهم كما يحلفون لهم وكما الله كما يحلفون ويحسبون أنهم على شيء أو إذا يقرأوا يجب الحق على إنهم كاذبون يوجد وقرأوا يمرونغو يبيعوا يمرونغو hawana kweli wote. فانتبهوا أيها الناس إن هؤلاء البالغون في الكذب زدكني يقول بالعروق حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب فليضربوا ومن يجيء العروق بليا وليكجوا mambo ya siri Allah tabaraka huo ni roho wanavyowapa ya roho na Allah tabaraka wa taala anayemwona ala innahum humul kadhibun yukia ukiji karibia tatu kuonyesha maneno yao si ya haki kabisa. Ya kwanza ni adabu istita ala litabii hii pia ilikuwa katika jumla fi tawkid. Tawkid ya pili ni inna ni tawkid na nasb. Tawkid ya pili. Tawkid ya tatu ni dhamir fasli hum pia huongezea msisitizo kuonyesha maneno yao wanafiki ilikuwa ni urongo kupitiliza wala ina haki ya kukubaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Uislamu kwa sababu Allah ameelezea kwa njia ya msisitizo kwamba ala innahum kadhibun ala yuweni tanabahi innahum hakika yao humul kadhibun wa hakika ni warongo vyao visiwadanganyeni. Wanafanya hivyo kwa lengo la kutaka kuaminiwa katika yale wanayofanya kinyume cha maelekezo ya dini, lakini hao ni warongo. Istahwadha alayhim ash-shaytan, shetani amewatawala hao, fa ansahum dhikra Allah, mpaka akawasaulisha kumtaja Allah tabaraka wa taala. Tamwili wao hawamtaji Allah kwa sababu utawaliwa na shetani, kwa sababu wao wenyewe ni asbabu shaitani wa awanu wa ansaruhu, wao ni wasaidizi na wafuasi wa shetani. Kwa hiyo shetani amewatawala wao, fa ansahum imekuja kwa alfu litartib baada ya kusawishwa baada ya kutawaliwa shetani kilifuata ni kusawishwa na Allah. Kwa maana kwenye maana yafaa fa ansahum maana yake na tartib kama vile unasema jaa Muhammad fa Ali, alikuja Muhammad alafu Ali akapatiza kwa kitabu kidogo. Lakini unaposema jaa Muhammad wa Ali wa maana yake hii ni mufdatul jam, wamekuja sababu ya Muhammad na Ali pamoja. Lakini kuleta kwa mfano maana yake alitangulia Muhammad alafu akafatizisha Ali. Jaa Muhammad fa Ali, wanajiita kimepita ya kwao. Na hivi ndivyo Allah anazungumza kwamba
istahwadha alayhim ash-shaytan fa'ansa, wakitawaliwa wao na shetani ametawala. Baada ya kuwatawala kilichofuata sasa, baada ya hapo fa'ansa dhikra Allah, akawasaulisha mtaja Allah tabaraka wa taala, akawasaulisha kumbuka Allah tabaraka. Maana yake shetani kwanza anatawala ni kwa akishatawala kilichofuatia basi ni kuondolewa wewe mtaja Allah tabaraka. Maana shetani hafutishi alikuwa mema kama sifa kwa gabina kisha na kishaku kijibana atasaidia sana. Maadamu shaka na shetani hakuna shetani mzee, kwa sababu shetani ni sifa ya kiumbe. Maana Allah tabaraka wa taala anasema kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Shetani anasema ni waswasa nafsi, kutia waswasi kwenye nyoyo za watu, min aljinnati wan nas. Shetani mwenyewe hutokana na majini na watu. Yuko shetani wa kijini, yuko shetani wa binadamu. Kama hawa wapiga ngoma, waimba ngoma, wote ni shetani wa binadamu. Hao yuwaswisuna nas au yuwaswisuna fi sudurin nas, kutia waswasi nyoyo za watu. Goma lile lipiga ni waswasi watia watu. Kwa hiyo shetani sio kiumbe maalum alivyo shetani. Shetani ni sifa, kama mtu kuitwa mlevi, kama mtu kuitwa mzinifu, kama mtu kuitwa mwongo, ni wasifu wa kiumbe. Na sana sana sifa hii ni kwa majini na wanadamu, alladhina tamarraku an dhikrillah wa an ta'atillah, wale ambao wamevuka mipaka na kuasi na yaliyo ya Allah tabaraka. Yesu kwa kushina hayo. Istahwadha alayhim ash-shaytan, shetani ametawala wao, fa ansahum dhikra Allah, ikapelekea kuwasababisha kumbuka Allah tabaraka wa taala. Ay hata ansahum ayyadhkuru rabbahum, waka ukawasababisha kumbuka na kutaja Mola wao. Ndio kazi ya shetani. Ulaika hizbullah, hao ni chama na kikundi cha shetani. Ay ulaika hum atba'u shaitani wa wafuasi shetani wa awatu, kwa sababu vyama viko vya maadui. Kuna chama tawala na chama cha upinzani. Vyama ni viwili. Kule Amerika chama pia ni viwili. Kule Uingereza na kwa pia ni viwili. Na chama cha tawala na chama cha upinzani. Na ulimwengu kwa ujumla pia una vyama viwili. Ukiwa huko chama tawala basi ni chama upinzani. Ukiwa huko chama upinzani uko chama tawala. Chama tawala, chama kipi? Hizbullah, chama cha Allah tabaraka. Ndio chama tawala. Chama pinzani kipi? Hizbu shaitani. Maana hao wapinzani wakitaka kuondoa wao kwenye chama tawala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala wale wafuasi shetani wote wako kwenye chama pinzani. Maana anasema Allah tabaraka wa taala, ulaika hizbu shaitan, hao ni chama cha shetani na kikundi cha shetani. Ala yuwezi na kadambari, inna hizba shaitani, hakika kikundi na chama cha shetani, humul khasirun, kikundi hicho ni kupata hasara. Hizbu ilikuja kwa mufrad, lakini
baadaye Allah anasema humul khasiruna kwa sababu itibara limaana al-kalima wala itibara limaana al-kalima maana ya hizi kikundi maana yake mkusanyiko wa watu wengi wala kwa hiyo lafzi yake mufrad ismu mufrad lakini maana yake ni jamu sababu huwezi kwa kikundi kwa peke yao kikundi lazima kiwe na wengi ndio maana katika taadili mbele Allah ametumia jamu pamoja na lafzi yenyewe mufrad ala inna hizballahi sema ala inna hizballahi huwa al-khasir sema huwa kwa kuchunga maana ya neno ismu ni kikundi maana yake ni wingi wa watu msanyiko wa watu unaleta kinachoitwa kikundi kwa hiyo lafzi yake ni mfradi lakini maana yake ni wingi eleka usiweze kutafsiri kwa nini huko ismu mfradi alafu wingi na kuchukua itibaru limaana al-kalima Amini na tafsiri sisomi Arab. Umeelewa? Zaizungumza vipi hapa hizbu kuitafsiri neno hizbu hapa kwenye aya ni hizba kwa sababu itakuwa na jina. Lakini ukizungumza kwa itakuwa na jina inazungumza yani tafsiri yake hizbu na sheria si aya. Ndio bwana mmoja kuna kisa maarufu hivyo kwamba Rani kwa maarufu sana Rani anashangaa kama sana sana bwana mmoja yeye ilikuwa bila kilichotiwa kasiri basi hata kenda mikongo mbele yeye atakuchukua hiyo kwa kasiri dhahabu ila albayti fa albayt jamii anakwambia kwa nini tunakuja albayt na kule nyuma tunasema ila albayti kwa nini sije kwamba albayti jamii kwa kule ndio tutakuja lakini sasa tunatenda kazi ya kasiri kikosekana tunakuja kwenye asili ya rafi kwa mubtada kwa hiyo ni kweli hapa ala inna hisba imekuja kwa asili kwa sababu tutakuwa na jina lakini tutazungumza kwa kawaida kuzungumzia neno hisba ismu hatuwezi kusema hisba kwa sababu tunazali peke yake bila kwa kuunganisha kwa sentensi ni mambo ya kifuqara naam ala inna hisba Allahi ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun yuweli na karadai kwa hakika kundi la shetani lenye kupata hasara wafuasi wa shetani wenye kupata hasara hata siku moja hawezi kufaidika na wasi wao kwa sababu ya shetani wanajibebesha katika kukizana na maelekezo na mafundisho ya nani ya Allah tabaraka لأنهم فوّروا على أنفسهم النعيم الدائم فصاروا والعباد والصلاة بالسوسيشن انتظار نعمة زوجتها وعرضوها إلى عذاب المقيم وكزينجيزا نفسي zao katika adhabu yenye kubakia milele. Allah ni shetani. Hicho chama cha kwanza ni chama cha shetani. إن الذين يحادون الله ورسوله حقيقة يدعو ukizana kufanyia kwa Allah na mtume wake ulaika fil adallin hao ni katika wale wa madhalili katika dunia inna alladhina yuhaduna Allah wa rasulahu hakika wale ambao ukizana na kutofautiana na amri za Allah na za mtume
ulaika fil adallin, au nikafuta waliowadhalili mno. Kuja tafsiri kwa ismu al-adhalli, jamu ya adhalli, maana yake ni dhalili mno. Huwezi kwenda kinyume na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala kwa na rufa au na heshima mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wewe ni dhalili ya dunia, aqallu min al-dhalili wa ashiquha aqallu min al-dhalili, tusibu bizikriha qawma wa qawmi qawmun mutahayyiruna bila dhalil. Shetani waumuri wake mtu kushikamana na dunia inakataka, na mwenye kushikamana na dunia kuisahau akhera, yeye anakuwa ni katika adhabu, yeye anakuwa ni adhabu, kwa sababu shetani hawalekei watu kupata nafasi mbele ya Allah. Kwa hiyo ili upate nafasi njema kwa Allah tabaraka wa taala, basi kufuate maamrisho yake, na ili mtu aachane na kupata wema mbele ya Allah, basi akizane atofautiane na maamrisho ya Allah. Rufa, manzila, makana yatapatikania pale anapokuwa ameshikamana na Allah na Mtume wake Muhammad. Inna alladhina yu'aduna Allah wa rasulahu, hakika ya wale ambao wanatofautiana na Allah na Mtume wake, ulaika fil adallin, au wako katika waliowadhalili mno. Ay al-mu'adina bi rahmatillah, waliowabalika rehema za Allah tabaraka wa taala. Kataba Allah amehukumu, la aghlibanna ana wa rusuli, ya kwamba nitashinda mimi na mitume wangu. Ameshahukumu, Allah ameshaandika hivi. Kataba Allah ameandika hukumu, la aghlibanna, kwa hakika imekuja kwa toketi, wallahi nitashinda mimi katika vita yoyote, ana wa rusuli, mimi na mitume wangu. Vita yoyote ambayo nitaingia mimi na mitume wangu, vita hiyo nitaishinda. Kuja toketi gani? Naam, nani anakusaidia? Unatoka nini? Taukili za kiruka mzee. Naam, nani anakusaidia? Taukili bado. La mwaka ya mtasa. Takdiru wallahi. Asante. Ya kwanza. Muni taukili. Mashaallah. Special. Again. Then ضمير ضمير فصل يعني. أنا لازم أسجل ضمير فصل. ضمير منفصل. شو ضمير فصل؟ أنا ضمير فصل وضمير منفصل. بالكل الفوت. هنا مكان توكيد. كما الله تبارك وتعالى يقسم سورة البقرة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم اسكن أنت، إذن أنت هذا ضمير منفصل مبني على فتح توكيد على ضمير، لتوكيد يلي اسكن، وصار اسكن فعليات يصير أنت، فعليات لضمير مستتر جواز تقديره أنت، لكن سواء تغيير كان هي أنت الكلام للتوكيد كما هذا بالفعل لا أغلبن لفعل مضارع مبني على فتح لاتصاله بدون توكيد، وفاعله ضمير مستتر وجوب تقديره أنا. الله في كلمتنا أنا هو التوكيد سيفعل.
Kwa hiyo kuja na kitabu karibia kuonyesha kwamba maneno ya Allah hayarudi chini. Yoyote ambaye atasimamia dini hii kwa ikhlas na kumfurahisha Allah, basi hata kama ataona mchelewa, lakini ushindi kataba Allah ameandika na kufaradhisha la maghlibanna, kwamba nitashinda mimi Mola wenu, ana wahusu tena mimi na mtume wangu nitashinda vita yote. Na tunaona vita zote zile ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapambana alishinda, isipokuwa zile chache ambazo kulitokea makosa ya watu kugeuka na amri za Allah tabaraka wa taala, kama aya iliyotangulia. Itakujaje aya inasaje? Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adalli, hakika ya wale ambao wanakengeuka na kupingana na amri za Allah na mtume wake, hao watakuwa katika wadhalimu. Hata vile vita Waislamu walioshindwa na mushiriki ni kwa sababu ya kugeuka amri za nani? Za mtume za Allah. Katika vita vya Uhud tukakumbuka kuzungumza sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanga wale umati wa kupiga chembe zile kushachembe, kwamba siondoke hapa bila mlima, hata tukiwa tumeshinda chini ya mlima, mpaka tunapowaambia kwamba haya teremkeni. Vita vile vilipanda, ushindi ukawa mikononi mwa Waislamu. Waliona bila kuona tayari wameshinda, wameshaingia nyama shele ya kila mkachini, wakateremka bila msaada. Waliteremka chini, makafiri wakazunguka mlima, wakapanda wao karibu, wakashambulia wao sasa kupia, wakawa wao sasa kuwatashinda. Kwa sababu gani? Waliashambulia nani? Waliahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Vile vile Allah tabaraka wa taala anatahadharisha na watahadhari wale ambao wanaenda kinyume na maamrisho ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna. Wakifanya hivyo watapatwa na fitna na mitihani mikubwa, au yusibahum adhabun alim, au watapatwa na adhabu kubwa kali. Adhabu wapata pale kupigwa, wakajeruhiwa, wengine wakauawa. Kwa hiyo hivyo hata sisi kama tutaenda kinyume na anataka Allah tabaraka wa taala na mtume wake, basi tutapigika, hata kama sio kupigwa kwa silaha, tutapigika. Na leo tutapigika kwa sababu ya kugeuka na kuacha maelekezo ya Allah na mtume wake. Yaliokuwa sunna yamefanywa ni bid'a, na yaliokuwa ya bid'a yamefanywa ni sunna. Kwa kweli ndio mtume, kwa maelezo ya mtume, lazima tupigike. Tupigike moja moja, tupigike kwa ujumla, kwa sababu tumeacha mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah anasema kwa kutahadharisha, innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu, hakika ya wale ambao wanapingana na amri za Allah na mtume wake, ulaika fil adhalin, au katika madhalimu. Kwa sababu rufa, heshima, cheo tupewa na Allah tabaraka wa taala, kama umridhishi anakulipa mimi. Lizetu waliuliwa masahaba ridwanullahi ta'ala anhu, waliuliwa na Allah, walikuwa na tisho waogopa, kwa sababu walikuwa wameambatana na maelekezo ya Allah na mtume wake. Kisha yao ni nani? Hakuna ambaye anajua. Sasa kama itakuwa hivyo, basi tutakuwa hivyo. Lakini kinyume chake, yule ambaye anashikamana na mafundisho ya Allah mtume wake, kataba Allah, kwani Allah tabaraka wa taala ameandika kufaradhisha la maghlibanna,
kwamba mimi nitashinda hata mimi wa rusuli na mitume wangu nitashinda katika vita yote ambayo tutashiriki. Inna Allah, hakika ya Allah qawiyyu, ni mwenye nguvu mno, azizu, na asoshinda. Ashiriki Allah, ashiriki, hajabu kuingia kwenye vita Allah ashindwa, isipokuwa vita ambavyo anajitoa Allah ndio wanadamu Waislamu washindwa. Allah akijitoa kwenye vita, basi kama alivyojitoa Allah kwenye vita vya Uhud baada ya Waislamu kuacha maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akajitoa katika pembeni, akawaambia kwamba haya nguvu za kibinadamu shindani wenyewe. Sasa nyinyi Waislamu kibinadamu vyenu, na hawa makafiri na binadamu vyao, shindani mimi kwa nguvu zangu. Sasa msipenda kwenye swala la mambo yake ya kujiondoa Allah kutibana, lakini alikuwa Allah tabaraka wa taala ashindi. Badri, makumbuka Khandaq, makumbuka Khaybar, makumbuka Hunain, pamoja kulitokea rabsha, lakini kwa hivyo Mu'ta, makumbuka kote, kwa sababu Allah alienda sura yake, kwa sababu hakuna aliyekuja kinyume na maelekezo yake Allah, wala aliyekuja kinyume na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukishikamana naye ukafuata milima, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Hii ni ahadi, wala yukhlifu Allahu wa'ada. Ahadi kama wako tena sawa, basi mapambano yote, hata mapambano ya maisha yako ukienda sawa na Allah, basi utashinda kwenye vita vya mapambano ya maisha yako. Lakini kama utakuwa mjaji, basi utaachwa. Na mtu aweza kaona kwamba kufunguliwa na pesa, mali, majengo, kafanikiwa tayari. Yawezekana sio kufanikiwa. Yawezekana yule ambaye hana chochote anafanikiwa kwa chochote. Kuweza kawa na mali, hana raha kwenye, hana utulivu kwa nafsi, hali anachotaka ambayo masharti kwamba wewe asubuhi yako ambazo tunalitambili zamani kabla ya chochote. Alipika saa sita hapa yanakupa leo kuja maziwa usile kwa kwa saa 9 hiyo kwa mbili za ugali wa mtama. Alafu usiku utakula usile chochote. Basi tafuta ndizi, labda tikiti na kula. Mtu anajipesa huko kwa kula vitu. Kwa vipi? Lakini kuonyesha kwamba kufanikiwa kupata mali yawezekana sio kufanikiwa, kwa sababu waweza kupata mali na kulipa. Muomba Allah akujalie mali za heri ambazo mali zile hatakupewa mtu yeye, lakini vile zifaidi mali zile. Bado kuonyesha kupata mali, lakini unapata kuona kushinda wewe maskini. Lakini utakuwa mshida wewe maskini, unakula jogo na uono waenjoy kuliko yeye na mali yake. Kwa hiyo yote haya ni katika mipango ya Allah tabaraka wa taala. Sio wote ambao wamejua hivi kwamba wanakosa, wengine maradhi kweli ya kawaida, Mwenyezi Mungu anatahidi kwa bila kutaka, lakini na wengine wanajisahau. Allah naye anawaletea miujiza kwenye malizo hizo ambazo mtu ana mali lakini hatoi sadaka, mtu ana mali hatoi zaka, mtu ana mali hanaumpa kwa wanyonge, mtu ana mali zaidi kwa familia yake. Mwisho Allah anamtahidi mali ile hana raha. Je, kasema kutulia kuitie kutoka na milioni 1 na milioni 600 basi, lakini asifaidi. Kesho asubuhi zilizokuwa na milioni 1 na milioni 800, lakini faida hii na bado mtu aweza kutaiwa hivyo ikawa pia Mungu kwa zake hivi bado anachora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah ameandika kufaradhisha ya kwamba nitashinda mimi na mitume wangu. Inna Allaha qawiyyun aziz, hakika ya Allah yeye ni mwenye nguvu na asoshinda. Al-Ghalibu la ashindwa.
la tajidu qauman utupata watu yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ambao wanamwamini vilivyo Allah na kuamini siku ya mwisho, yuaduna man hada Allah wa rasulahu, wakawafanya vipenzi na wadani wale ambao wanapingana na Allah na mtume wake. Utakuta watu kuamini Allah na siku ya mwisho wakawafanya ni marafiki vipenzi wale ambao wanapingana na Allah na wanapingana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala kana baba, japokuwa hao ni baba zao, hawawezi kuwapenda hata wanapingana na amri za Allah na Mtume, hata kama ni baba zao na wao hawawapendi. Hili limekuja kwa sahaba mmoja ambaye alimuua baba yake katika vita vya Badr. Imeanza kwa baba kwa sababu ndio akao nasi ilayhi, ndio kwa karibu mno kuliko watu wote. Abu Ubaida Amir bin Jarrah, kama ilikuja katika simulizi za watu tarehe, yeye alimuua baba yake katika vita vya Badr, kwa sababu yeye alikuwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na baba yake alikuwa upande wa Quraysh, watu kwenye vitani. Haya damu zile kuliko maji, lakini damu itakiwa iwe maji, damu itakiwa iwe nyepesi kuliko hii itakiwa iwe nzito zaidi. Siapa Allah anasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, utopata watu ambao wanamwamini Allah vilivyo na wakamwamini wakayamini siku ya mwisho, yuaduna wakawapenda man hada Allah wa rasulahu, wale ambao wanatofautiana na amri za Allah na mtume wake, wale ambao wanafanya maadui Allah na mtume wake. Mzee Jarrah yeye alikuwa ni adui wa Allah tabaraka wa taala na ni adui wa mtume. Alipotoka Makka mosi kupili kwenda katika sehemu ya Badr, lengo lake ilikuwa ni kwenda kumuua Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuibua dini ya Allah tabaraka wa taala. Ndio lengo lake. Jarrah baki Amir Jarrah Abu Ubaida, lengo lake ilikuwa ni maana yake ilikuwa amebeba kwa adui katika dini hii. Kwa hiyo kwa kuwa maana alikuwa ni muumini, na tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haiwi imani ya mtu sawa sawa mpaka ampende Allah na mtume wake zaidi ya kupenda nafsi yake. Allah na mtume wake wawe wanapendeza zaidi, maana wapendeza zaidi kuliko mzazi wake, kuliko mtoto wake, kuliko nafsi yake. Kama ikiwa mapenzi yako wewe wapenda zaidi mtoto wako kuliko unavyopenda Allah na mtume wake, wewe bado kuja kwenye imani kamilifu. Ikiwa wewe unampenda babio au babio zaidi ya unavyopenda Allah na mtume wake, imani yako bado haijakuwa sawa. Imani yako mpaka iwe imevuka kila kitu katika kupenda Allah na mtume wake. Na hivi siku moja Umar ibn Khattab alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema maneno haya,
akamwambia Mtume, mimi napenda Allah na nampenda Mtume kuliko isipokuwa nafsi yangu. Nafsi yangu inapenda sana. Akamwambia qalu. Akaja akamwambia baadaye kwamba sasa hivi wewe na Allah wapendeza zaidi kuliko hata nafsi yangu mwenyewe. Akamwambia al-ana ya sasa kweli kuna imani nzuri kama hata nafsi yangu siku yote kwa dini na kwa Allah, wewe sasa unakuja sasa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema walau kanu abaa, yakuwa hao wasowafanya vipenzi kwa sababu wanakufundiana na amri ya Allah ni baba zao, kama alivyofanya Abu Ubaida pale vitani alipambana na baba yake mpaka kwa sababu baba yake alikuwa ni adui wa Allah na ni adui wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au abnao au watoto zao katika ambao walitokana na ndugu zao, mmoja wao ni Siddiq na Abubakar Siddiq. Katika vita vya Badr kulikuwa na kitu kinaitwa Mubarasa. Katika vita vya Uhud kulikuwa na kitu kinaitwa Mubarasa. Maana yake akoka kafiri mmoja kule akoka Muislamu mmoja kwa kaka zao, alafu weke mmoja akishika mmoja kwa basi atakuwa mwingine kule atakuwa. Sasa katika kundi la mushriki Makkah alitokea mtu wa Abubakar Siddiq anaitwa Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq. Yeye alikuwa kafiri asili, akapokeza huko kwa Waislamu. Hapo baba mkuu alikuwa anamweleza toka atakambaza Abubakar ndiye anaondoka kwa maana tukamwambia ijlis ashaka akapafuta mwingine. Kwa hiyo alikuwa yuko tayari Abubakar Siddiq kumalizana na maanawi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah na Mtume wake. Walau kanu abao au abnaa au ikhwana au ndugu zao. Mus'ab ibn Umair katika baraza katika vita vya Uhud, yeye alikuwa ndugu yake anaitwa Ubayd ibn Mus'ab ibn Umair, wengine wanamuita Abu al-Aziz ibn Umair. Ni baba mmoja mama mmoja na Mus'ab ibn Umair, lakini kwa kuwa alishika mapenzi ya kupenda Allah na Mtume na wamekutana kwenye uwanja wa vita, hakusema kwamba huyu ni ndugu yangu, kwa sababu ndugu wa dini na nguvu kuliko ndugu wa damu. Ndugu wa dini una nguvu kuliko ndugu wa damu. Mpaka Uislamu, masharti ya Uislamu, udugu wa Uislamu ulizingatiwa mpaka watu ambao wanajishana. Akiwa huyu anaridhiwa na Uislamu mzima. Kwa katika kisa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Madina kutoka Makka, lakini baadaye zilipoteremka aya za jihadi, udugu wa damu ukawa hamna nafasi tena kwa jihadi. Lakini bado udugu wa dini una nguvu zaidi kuliko udugu wa damu. Wanapotofautiana dini, wana ndugu wawili, mmoja akafa hawaridhishani, iwe ni baba mmoja mama mmoja, au iwe ni ndugu wa baba mama mmoja, lakini maadamu ikhtalafa fi din la tawafuqa bainahuma, hamna kuridhiana kati ya wawili hao, kuonyesha kwamba hata ndugu wa nasaba wa damu na baba pale inakuwa kuna
wa dini. Kwa hiyo Mus'ab bin Umair yeye atakuwa ndugu yake kwa sababu alikuwa ni kafiri au ikhwana au ashiraka au jamaa zao kama kina Ali bin Abi Talib walipopambana mpaka siku moja anasema ana alladhi samatni ummi Haidara. Jina la Haidara ni majina ya simba. Simba na majina mengi sana. Ni Asad, Layth, Haidara. Bwana, majina zaidi ya 12. Kwa hiyo asema ana alladhi samatni ummi Haidara. Yuko kwenye baraza kafiri kule yuko kila mmoja baba wake. Pia mimi mama waliita Simba, ile Simba kwa maana alika katika yake kwa Haidara, maana ni Simba. Mama yangu mimi waliita Haidara. Kwa hiyo wewe yeye vizuri hapo kwa muda mrefu na kweli anakukaribisha. Na hao kina Utba wote tatajawaza na Ali hao, lakini kwenye mapambano yale kuangalia jamaa, kuangalia ashira mpaka Allah anawasifu hapa, walau kana abahum au abnahum au ikhwanahum au ashiratuhum au jamaa zao, hawajali maadamu wote wameenda kinyume na maamrisho ya Allah na wao hawawapendi. Ulaika kataba fi qulubihim iman, Allah anasema wasifu hao Allah ameandika na kufaradhisha katika nyoyo zao imani, amethibitisha kwenye nyoyo zao imani kwamba imani zao za kweli, mpaka kuamua baba yake, mpaka kuamua ndugu yake, mpaka kuamua jamaa yake. Ulaika kataba Allahu fi qulubihim iman, au ni kweli Allah amethibitisha imani kwenye nyoyo zao, maana imani zao ziko madhubuti kama Allah alivyothibitisha. Wa ayyadahu bi ruhin minhu, na akawatia nguvu wao wa rahma kwake, kwa nguvu zilizo kwake. Ruhu ni katika majina ya Jibril, lakini baadhi ya ulama wanasema ni ruhi hapo maana ni nguvu ile maanawia ile, kwa sababu wewe kwa maana na baba yako yatakaopewa na Allah yasir. Wa ayyadahu bi ruhi minhu, na Allah atawapa kuongezea ujasiri wao. Wewe baba yako keke au ndugu yako keke ujasiri na ufike kwa Allah tabaraka. Lakini wewe ukaenda wewe nao pita huku utafuta jikabilia kile usielewa. Mimi nataka huko leo ya kufika katika huko ile dawa ya shehe yangu. Jamaa kwa siku ya mbele yake anakalipa hapo wala nani. Peleka. Kwa hiyo Allah anasema ulaika kama fi qulubihim imana wa ayyadahu bi ruhin minhu, au Allah amethibitisha katika nyoyo zao imani ya kweli. Wa ayyadahu, na akawapa nguvu bi ruhin minhu, kwa ujasiri kutoka kwake. Wa yudkhiluhum jannatin tajri, na atawaingiza katika mabustani ambayo yanapita min tahti al-anhar, chini yake mito. Imekuja kwa al-lam lil'amali adhihni au lil'amali dhikri, yote ni mito ambayo inatumika mito mingi katika sura al-Qamar. Mto wa kwanza mto wa maji, maji na maji asi. Mto wa pili
bilabani lam yataghayyar ta'am, maziwa yasichacha. Mto wa tatu min asali musaffa, asali ilikuwa safi isipokuwa na kuturuki majualina, hiyo ilikuwa. Mto wa nne sababu ladha halisi, mto wa tembo au pombe ambayo ina ladha kunywaji, sio pombe ile kwa kipa kwa kutuzi na kabani na kadini, sio mzuko. Mito minne ambayo yote imejumuishwa kwenye alfu kwenye neno al-anhar. Wenyewe wanasema alfu wala bila ahadi fikri au bila ahadi fikri, kwamba iko kwenye fikra ya mshahada kulimani na nini peponi ya shaka. Kwa maana ya alamu hii pekee yake imekusanya mitoto minne. Kwa hiyo hizo ya fikri ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار, na atawaingiza katika bustani ambayo pita chini yake maji ya mito, khalidina fiha, wataishi milele, wataishi milele. Radiyallahu anhu, na Allah amewaridhia hao, na ndio maana atawaingiza peponi kwa sababu ya radhi za Allah. Hakuna atakaingia peponi bila ridhaa ya Allah, hakuna tasammu, hakuna kupiga shimo, hakuna yoyote atakayeingiza Mungu kwenye mlango wa kuingia peponi kwa radhi za Allah. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, kwa sababu kwa wengi huko mimi nitajiminya mpaka kuingia mpaka kushuka kule ndani kwa siboi hapo duniani. Kwa hiyo radiyallahu anhu, amewaridhia Allah wa radhu anhu, na wao wataridhia kupewa na Allah tabaraka wa taala. Hayo wataridhia na wao kupewa na Allah, kwa sababu pepo watakayopewa na Allah mwanadamu hailingani na ibada zetu tunazoswali au tunazifanya. Kuna tofauti kubwa kati ya malipo na utendaji wetu. Sisi tuingia peponi kwa rehema za Allah, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna yoyote atakayeingia peponi kwa matendo yake. قالوا ولو أنت يا رسول الله, hata wewe mwenyewe pia, la tadkhul aljanna bi'amalik. Qala walau ana illa idha tanawadani Allah birahmatihi, mimi nitaingia peponi vile kwa rehema za Allah, sitaingia kwa matendo yangu. Maana yake hukuma yake ilinganisha ibada tunazofanya na hiyo pepo iliyosimuliwa vile tofauti. Kama tunaona matendo yetu ndio yanahukumu, basi ungekuwa na hala nyingi. Kama wengine wangelishiria mlangoni mabaya kwa Yesu kwa sababu za miaka 25 ndio yanashiriki hichi kitu tukiingiza kwenye mlango toka kushamaliza. Hichi kitu tukiingiza peponi wakati wa kushamaliza, kwa sababu baada ya hapo imemaliza majukumu yake. Lakini kwa huruma ya Allah na fadhila zake na kuingiza peponi, basi juhudi zetu pamoja ni chache tunazozifanya. Radiyallahu anhu, Allah tawaridhiha wa radu anhu, na wao tawaridhia Allah. Ulaika hizbullah, hao ni watu wa chama tawala, chama cha Allah, kikundi cha Allah. Hicho kikundi cha Allah, ala inna hizballah, yueni na kutangaza kwamba kikundi cha Allah humul muflihun, ndicho kitakachofaulu. Al-falahu biiznillahi azza wa jalla, kikundi cha Allah ambao watakuwa wamefungamana na mafundisho ya Allah na mtume wake, au watakuwa na falaha, watakuwa na falaha fi dunia wal akhirah,
duniani na akhera. Kinyume chake kwa kinyume na chama cha shetani, basi atapata hasara duniani na akhera. Duniani na akhera, hasara ambayo haina falaki. Na anapokuwa kwenye chama cha Allah atakuwa na falaki ambayo haina hasara. Sio kama duniani kupata hasara, kurekebisha mambo yake, kupata faida. Ule ukipata hasara ni hasara ya maisha yako yote duniani. Ukipata kufaulu ni kufaulu kwa siku zote maisha yako unayatengeneza, kwa sababu hakuna matendo bali kule malipo. Dunia darul amali walaysa fiha jazaa, wal akhirah darul jazaa walaysa fiha al amal. Duniani wafanya matendo, malipo hamna. Akhera walipa matendo hapa. Kwa hiyo Mungu sisipofanya, lakini malipo yetu tutapata wapi? Tutapata akhera. Muombe Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake ajalie liman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Hapa ni mwisho wa sura Al-Mujadala, ikiwa ni sura yenye aya 22. Kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala tumeikoma. Tutaangalia kesho sura Al-Hashr ambayo nayo ina mambo mengi ya kuelezea katika moja moja na katika dunia yetu ya Uislamu. Tuombe Allah athibitishe yote tuliyojifunza katika vifua vyetu, bali katika mizani zetu katika siku ya Kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Naam.